Karibu kwenye Tathmini ya Dunia, kipindi maalum cha yaliyojiri wiki hii, ambapo tunachambua kwa kina matukio makubwa yaliyotokea duniani katika kipindi cha wiki nzima. Wiki hii macho ya dunia yameendelea kuelekezwa kwenye vita vya Ukraine. Lakini tofauti na wiki zilizopita, kulijitokeza dalili kwamba vita hivi vinaanza kuingia katika hatua mpya yenye ushindani mkali zaidi. Kwa upande mmoja, Ukraine imeendelea kuonyesha uwezo wa kushambulia malengo ya kimkakati ndani ya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drones, ikilenga miundombinu muhimu kama vile maghala ya mafuta, viwanda na vifaa vinavyounga mkono operesheni za kijeshi za Urusi. Mashambulizi haya yameongeza shinikizo kwa Urusi na kuathiri baadhi ya shughuli zake za kiuchumi na ugavi wa mafuta. Kwa upande mwingine, Urusi imejibu kwa nguvu kubwa zaidi. Wiki hii ilishuhudia moja ya mashambulizi makubwa ya makombora na drones dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, katika miezi ya hivi karibuni. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa majengo ya makazi pamoja na miundombinu ya kiraia, huku juhudi za uokoaji zikiendelea kwa siku kadhaa. Lakini swali kubwa ni hili: je, matukio haya ni sehemu ya mzunguko wa kawaida wa vita au yanaashiria mwanzo wa awamu mpya ambayo pande zote mbili zimeamua kuongeza kasi ya mapambano? Katika makala hii tutapitia hatua kwa hatua kila tukio muhimu lililotokea kuanzia mwanzo wa wiki, tukichambua sababu zake, athari zake na maana yake kwa mustakabali wa vita vya Ukraine. Hii siyo taarifa ya habari tu, bali ni uchambuzi wa kina na matukio yaliyotikisa uwanja wa kivita wiki hii. Wiki ilianza kwa hatua ambayo imekuwa ikionekana mara nyingi katika miezi ya hivi karibuni, lakini safari hii ikiwa na ukubwa na umuhimu wa kipekee. Ukraine ilianzisha wimbi jipya la drones dhidi ya malengo mbalimbali ndani ya Urusi. Lengo halikuwa tu kusababisha uharibifu. Mkakati wa Kyiv ulikuwa kuonyesha kuwa licha ya Urusi kuwa na jeshi kubwa na mifumo madhubuti ya ulinzi wa anga, bado kuna maeneo muhimu ndani ya Urusi yanayoweza kufikiwa na kushambuliwa. Miongoni mwa malengo yaliyoripotiwa kulikuwa miundombinu inayohusishwa na shughuli za kijeshi na mawasiliano, pamoja na maeneo yanayosaidia operesheni za kijeshi za Urusi. Mashambulizi haya yalilazimisha mamlaka za Urusi kuimarisha ulinzi wa anga katika baadhi ya maeneo na kusimamisha kwa muda shughuli kadhaa za usafiri wa anga ili kuhakikisha usalama. Lakini swali muhimu ni hili: kwa nini Ukraine inaendelea kushambulia ndani ya Urusi badala ya kuelekeza nguvu zote kwenye mstari wa mbele? Jibu litapatikana kwenye mkakati wa vita. Kwa kushambulia malengo ya ndani ya Urusi, Ukraine inalazimisha Moscow kugawanya mifumo yake ya ulinzi wa anga. Badala ya kupeleka mifumo yote ya kisasa kama S-400 na Pantsir kwenye maeneo ya mapambano nchini Ukraine, Urusi inalazimika kubakiza sehemu ya mifumo hiyo kulinda miji yake, viwanja vya ndege, viwanda na miundombinu muhimu. Kwa mtazamo wa kijeshi, huu ni mkakati wa kuichosha Urusi. Kila drone inayorushwa kuelekea Urusi hutumia kombora la gharama kubwa kuigundua, na hii ni sehemu ya vita vya kiuchumi na kijeshi. Hata kama baadhi ya drones hazifiki kwenye malengo yao, Ukraine inaweza kuwa imefanikiwa kufanikisha lengo lake la kulazimisha Urusi kutumia rasilimali zaidi kwa ulinzi wa ndani. Hata hivyo, mashambulizi haya pia yanaongeza hatari ya vita kuendelea kupanuka, kwani Kremlin imekuwa ikitumia mashambulizi ya aina hii kama sababu ya kuongeza nguvu ya mashambulizi yake dhidi ya miji ya Ukraine. Hivyo, mwanzo wa wiki hii uliweka wazi jambo moja: pande zote mbili hazikuwa zinaonyesha dalili za kupunguza mapigano. Badala yake, zilikuwa zinaongeza kasi ya vita. Baada ya mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi, jibu kutoka Moscow halikuchukua muda mrefu. Jeshi la Urusi lilianzisha moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga, likitumia mchanganyiko wa drones kama Shahid, makombora ya cruise na makombora ya ballistic kulenga maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Lengo kuu la mashambulizi haya halikuwa tu kuharibu miundombinu. Wachambuzi wengi wa kijeshi wanaamini kuwa Urusi ilikuwa ikituma ujumbe kwamba kila shambulio linalofanywa ndani ya mipaka yake litakuwa na gharama kubwa kwa Ukraine. Kwa maneno mengine, Kremlin ilitaka kuonyesha uwezo wake wa kujibu kwa nguvu na kudumisha shinikizo la kijeshi. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa zaidi ilikuwa Kyiv pamoja na miji mingine muhimu. Kengele za tahadhari zililia kwa saa kadhaa, huku mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine ikijaribu kudungua drones na makombora yaliyokuwa yakikaribia. Ingawa sehemu kubwa mashambulizi yalizuiliwa, baadhi ya makombora na drones hasa za ballistic zilifanikiwa kupenya ulinzi huo na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya makazi, miundombinu ya umeme na maeneo mengine ya kiraia. Lakini kuna jambo muhimu ambalo wengi hulipuuzia. Mashambulizi haya hayakuwa ya kulipiza kisasi pekee. Pia yalikuwa sehemu ya mkakati wa kuichosha Ukraine.
Kila usiku ambapo Ukraine inalazimika kurusha makombora ya gharama kubwa ya ulinzi wa anga dhidi ya drones za bei nafuu, inapunguza akiba yake ya silaha na kuongeza gharama za vita kuwa kubwa zaidi. Mfano, kwa sasa Ukraine imeripoti kuishiwa makombora ya Patriot. Hii ni vita ya rasilimali ambapo kila upande unajaribu kuifanya upande mwingine utumie fedha, silaha na nguvu nyingi zaidi. Aidha, mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya miji mikubwa yana athari za kisaikolojia. Lengo ni kuwafanya raia waishi chini ya hofu ya kila siku, kuathiri uchumi na kuongeza shinikizo kwa serikali ya Ukraine kuendelea kutafuta msaada zaidi kutoka kwa washirika wake wa magharibi. Kwa hiyo, mwitikio wa Urusi wiki hii haukuwa tu operesheni ya kijeshi, ulikuwa pia ujumbe wa kisiasa na wa kimkakati kwamba kadri Ukraine inavyoongeza mashambulizi ndani ya Urusi, ndivyo Moscow inavyoonyesha utayari wa kuongeza nguvu za mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Mojawapo ya matukio yaliyotikisa dunia wiki hii ni shambulio kubwa dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Kwa saa kadhaa, wakazi wa jiji hilo walilazimika kujificha kwenye vituo vya chini ya ardhi, huku ving'ora vya tahadhari vikilia mfululizo vikionya kuhusu makombora na drones zilizokuwa zikikaribia kutoka Urusi. Ingawa Kyiv imekuwa ikilengwa mara kwa mara tangu vita vilipoanza mwaka 2022, ukubwa wa mashambulizi ya wiki hii uliibua maswali mapya kuhusu mkakati wa Urusi. Je, Moscow inalenga kushinda vita kwa kuongeza mashambulizi ya anga badala ya kusonga mbele kwa kasi ya ardhini? Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, mashambulizi hayo yalihusisha makombora ya ballistic, makombora ya cruise na mamia ya drones zilizorushwa kwa wakati mmoja. Mbinu hii inalenga kuisumbua mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine kwa kushambulia kutoka pande na mwelekeo tofauti ili kuongeza uwezekano wa baadhi ya silaha kufika kwenye malengo yake. Sababu ya Kyiv kuendelea kuwa lengo kuu la mashambulizi ni kama umuhimu wake wa kisiasa. Kyiv ndio makao makuu ya serikali ya Ukraine. Kila shambulio dhidi ya jiji hilo lina ujumbe wa kisiasa kwa viongozi wa Ukraine na kwa washirika wao wa magharibi. Sababu ya pili ni umuhimu wake wa kijeshi. Ndani na pembezoni mwa Kyiv kuna vituo vya amri, miundombinu ya mawasiliano na mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa kushambulia maeneo haya, Urusi inalenga kupunguza uwezo wa Ukraine kuratibu operesheni zake za kijeshi. Hata hivyo, mashambulizi haya yanaonyesha changamoto nyingine kwa Urusi. Ikiwa ingeweza kupata ushindi wa haraka ardhini, huenda isingehitaji kutegemea mashambulizi makubwa ya anga mara kwa mara. Hivyo, baadhi ya wachambuzi wanaona kuongezeka kwa mashambulizi ya anga kama ishara kwamba vita vinaendelea kuwa vya kuchoshana, ambapo kila upande unajaribu kudhoofisha uwezo wa mwingine badala ya kupata ushindi wa haraka. Kwa mtazamo wangu, tukio hili linaonyesha kuwa vita vya Ukraine vinaingia katika hatua ambayo nguvu za anga, drones na makombora ya cruise na ballistic zinakuwa na uzito sawa na mapigano ya askari walioko mstari wa mbele. Vita hivi si vya kuteka maeneo pekee, bali pia vya kuharibu uwezo wa adui kuendelea kupigana kwa muda mrefu. Wakati macho ya dunia yalikuwa yakielekezwa kwenye mashambulizi ya drones na makombora, mapigano makali yanaendelea kimya kwenye mstari wa mbele. Hapa ndipo vita halisi vya kutua na kutetea ardhi vinaendelea kila siku. Wiki hii peke yake, jeshi la Urusi liliendelea kuongeza shinikizo katika maeneo ya mashariki mwa Ukraine, hasa kwenye mkoa wa Donetsk. Maeneo kama Pokrovsk, Konstantinivka na maeneo yanayozunguka yalishuhudia mapigano makali, huku vikosi vya Urusi vikijaribu kusonga mbele hatua kwa hatua. Tofauti na mwanzo wa vita ambapo Urusi ilifanya mashambulizi ya haraka kwa kutumia magari mengi ya kivita, sasa mkakati umebadilika kabisa. Vikosi vya Urusi vinatumia mashambulizi ya vikundi vidogo vidogo vya askari vikisaidiwa na drones za upelelezi na mashambulizi ya mizinga. Lengo ni kuchukua kijiji kimoja, msitu mmoja au kilima kimoja kwa wakati mmoja badala ya kufanya operesheni kubwa zinazoweza kusababisha hasara kubwa. Kwa upande wa Ukraine, jeshi lake limeendelea kujihami kwa kutumia mitaro, mabomu ya ardhini pamoja na drones za mashambulizi. Hata pale ambapo Urusi imefanikiwa kusonga mbele kwa umbali mdogo, mafanikio hayo yamekuwa yakigharimu idadi kubwa ya askari na vifaa. Hii ndio sababu wachambuzi wengi wanasema vita vya Ukraine vimekuwa vita vya kuchoshana, war of attrition. Badala ya ushindi wa haraka, kila upande unajaribu kuipunguzia adui uwezo wa kuendelea kupigana kwa kuharibu vifaa, kutumia akiba ya silaha na kuwalazimisha askari wake kupigana kwa muda mrefu zaidi. Swali kubwa sasa ni je, kuna upande unaoshinda? Kwa sasa, Urusi imeendelea kupata mafanikio makubwa na madogo ya eneo katika baadhi ya sehemu za mashariki. Hata hivyo, mafanikio hayo hayajabadilisha kabisa kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa vita. Ukraine bado inaendelea kushikilia maeneo muhimu ya kujihami
na kutumia mashambulizi ya masafa marefu kufanya Urusi ilipe gharama kubwa hata ikiwa inapiga hatua mbele. Kwa mtazamo wangu, hali ya frontline wiki hii inaonyesha kwamba vita hivi havitaamuliwa na ushindi wa siku moja au wiki moja. Badala yake, vita vinaendelea kuwa mashindano ya uvumilivu, uzalishaji wa silaha, uwezo wa kiuchumi na msaada wa washirika, hasa upande wa Ukraine. Upande utakaoendelea kudumisha rasilimali zake kwa muda mrefu zaidi ndio utakuwa na nafasi kubwa ya kubadili mwelekeo wa vita katika miezi ijayo. Mbali na mapigano yanayoendelea uwanjani, wiki hii pia inaonyesha kuwa vita vya Ukraine haviamuliwi na wanajeshi pekee. Maamuzi yanayofanywa katika miji kama Washington, Brussels, London na Berlin yanaendelea kuwa na ushawishi mkubwa kwenye mwelekeo wa vita. Ikumbuke kwamba Urusi haipigani na Ukraine, bali Urusi inapigana na muungano wa NATO na mataifa ya Ulaya ikiwemo Marekani. Katika kipindi hiki, viongozi wa Ukraine wanaendelea kutoa wito kwa washirika wao kuongeza kasi ya utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga, makombora ya masafa marefu na risasi za mizinga. Ombi hili limekuja wakati Urusi ikiendelea kuongeza mashambulizi ya anga dhidi ya miji ya Ukraine, hali inayoongeza shinikizo la mifumo ya ulinzi wa anga ambayo hutegemea silaha kutoka nchi za magharibi. Kwa upande mwingine, Urusi imeendelea kuishutumu NATO kwa kuifanya vita hii kwa ya muda mrefu kupitia msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine. Kremlin imekuwa ikisisitiza kuwa kila silaha mpya inayotumwa Ukraine inazidisha mvutano na kupunguza nafasi ya mazungumzo ya amani. Lakini kuna jambo muhimu zaidi lililojitokeza wiki hii. Vita vya Ukraine sasa si mapambano ya Urusi na Ukraine peke yake. Ni mtihani wa uwezo wa washirika wa Kiev kuendelea kutoa msaada wa muda mrefu. Kila kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi kinaonyesha kwamba Magharibi bado ina nia ya kuisaidia Ukraine, lakini pia kinaibua maswali kuhusu gharama za kiuchumi, uzalishaji wa silaha na udhabiti wa kisiasa ndani ya nchi hizo. Kwa mtazamo wa Urusi, mkakati wake unaonekana kuwa wa kuendelea na vita kwa muda mrefu, ikiamini kwamba kadri muda unavyopita, baadhi ya washirika wa Ukraine wanaweza kuchoka au kupunguza kiwango cha msaada wao. Kwa upande wa Ukraine, mkakati ni kuonyesha kwamba inaweza kuendelea kupambana na hata kushambulia malengo muhimu ndani ya Urusi, jambo ambalo linaimarisha hoja yake ya kuendelea kupewa msaada wa kijeshi. Kwa mtazamo wangu, mapambano ya kidiplomasia yanayofanyika nje ya uwanja wa vita yanaweza kuwa na uzito sawa na mapigano ya mstari wa mbele. Ikiwa Ukraine itaendelea kupata silaha, fedha na msaada wa kisiasa kwa kiwango cha sasa au zaidi, itaongeza uwezo wake wa kuhimili vita. Lakini ikiwa msaada huo utapungua, Urusi inaweza kuona hilo kama fursa ya kuongeza shinikizo na kubadili mizani ya vita kwa manufaa yake. Ndiyo maana kila tamko la viongozi wa dunia na kila uamuzi kuhusu msaada wa kijeshi linaweza kuwa na athari kubwa kuliko hata baadhi ya mapigano yanayoendelea uwanjani. Baada ya kupitia matukio yote muhimu ya wiki hii, swali kubwa linabaki kuwa je, ni nani aliyekuwa na mkono wa juu kati ya Urusi na Ukraine? Jibu si rahisi kama kuhesabu idadi ya makombora yaliyofyatuliwa au drones zilizorushwa. Vita vya Ukraine vimefikia hatua ambayo ushindi haupimi kwa siku moja, bali kwa uwezo wa kila upande kutekeleza malengo yake ya kimkakati. Kwa upande wa Urusi, wiki hii inaendelea kuonyesha uwezo wake wa kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya miji ya Ukraine. Hata kama mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine ilifanikiwa kudungua sehemu ya makombora na drones, ukweli kwamba baadhi ya mashambulizi yalifika kwenye malengo yake inaonyesha bado Urusi ina uwezo mkubwa wa kuzalisha na kutumia silaha kwa kiwango kikubwa zaidi. Aidha, vikosi vya Urusi viliendelea kujisukuma mbele katika baadhi ya maeneo ya mashariki, ingawa kwa hatua ya kupima. Kwa upande wa Ukraine, mafanikio makubwa hayakuwa kwenye kutoa ardhi mpya, bali kwenye kuonyesha kwamba inaweza kuifikia Urusi ndani ya mipaka yake. Mashambulizi ya drones dhidi ya miundombinu ya kijeshi na vifaa vinavyounga mkono operesheni za Urusi yalionyesha kuwa Kiev bado ina uwezo mkubwa wa kuleta vita ndani ya Urusi na kuilazimisha Kremlin kutumia rasilimali zaidi kwa ulinzi wa ndani. Hata hivyo, hakuna upande uliopata ushindi wa moja kwa moja wiki hii. Badala yake, pande zote mbili zilionyesha uwezo wa kuendelea kupigana na kuongeza gharama za vita kwa adui yao. Kwa mtazamo wangu, kuna mambo matatu muhimu ya kuzingatia. Kwanza, vita vinaendelea kuwa vya kuchoshana. Hakuna dalili kwamba upande wowote uko karibu kupata ushindi wa haraka. Pili, drones zimeendelea kuwa silaha yenye ushawishi mkubwa zaidi. Zinatumika kwa upelelezi, kushambulia miundombinu na hata kulazimisha adui kutumia makombora ya gharama kubwa kujilinda. Tatu, uungwaji mkono wa kimataifa utaendelea kuwa moja ya nguzo muhimu za vita hivi. Kadri vita vinavyoendelea,
Uwezo wa Ukraine wa kupata silaha na msaada wa kifedha utaathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa mapambano. Kwa hiyo, hitimisho la wiki hii ni kwamba Urusi imeendelea kuwa na shinikizo kwenye mstari wa mbele, lakini Ukraine imeonyesha kuwa bado ina uwezo mkubwa wa kuisumbua Urusi kwa mashambulizi ya masafa marefu. Hakuna mshindi wa wazi, lakini pande zote mbili zinaonyesha kwamba haziko tayari kurudi kwenye meza ya mazungumzo bila kwanza kuboresha nafasi zao uwanjani. Na hiyo ndio sababu dunia itaendelea kufuatilia kwa karibu wiki ijayo kuona ni nani atakayechukua hatua inayofuata katika vita ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 5 bila dalili za kumalizika hivi karibuni.